the home of Fountain Gate Football Club. Tumefurahi kwa jinsi ambavyo mmetikia wito wetu wa kuhudhuria the Tanzanite Day, siku yetu maalum ya kutambulisha kikosi chetu cha msimu wa mwaka 25-26. Na kwamba sasa tunaenda kuanza ligi. Nichukue nafasi hii kuishukuru sana TFF ambao kwa kweli tumefanya nao kazi kwa karibu kuhakikisha kwamba changamoto ambayo tulikuwa tunayo ambayo ilitupelekea tucheze mechi 3 tukiwa hatujakamilika, tumeweza kuimaliza na sasa tunamalizia vitu vidogo vidogo. Kwa taarifa yenu ni kwamba wachezaji wote wa Kitanzania sasa wanaweza wakacheza. Tunamaliza vitu vidogo vidogo kuhakikisha kwamba wachezaji wa foreign players wanaweza wakacheza kuanzia mechi yetu inayofuata tarehe 17. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa na ndio maana tuliamua kuwaita tuwaonyeshe sasa kikosi tulicho nacho. Kwa sababu kulikuwa na notion kwamba Fountain Gate hawana kikosi kizuri na hatujasajili vizuri. Na kama ambavyo nilikuwa nimewaahidi wana Manyara wapenzi wa Fountain Gate tulipomaliza msimu uliopita, niliwaambia kwamba tunaenda kufanya surprises. Tunaenda kuandaa timu ambayo itakuwa shindani. Tunaenda kufanya vitu vya tofauti na watu wanavyovitegemea. Na naamini kwa walioona mpira wa jana wameanza kuona vitu vya tofauti. Wameona klasi ya wachezaji ambao tumewasajili. Wameona jinsi ambavyo tumetengeneza mchanganyiko mzuri wa vijana wa Kitanzania. Tuna zaidi ya 60% ya wachezaji ambao wamekuzwa kutoka kwenye academy zetu. Nafikiri wakati wanatambulisha mlisikia huyu ameanzia hapa, huyu amekuja na miaka 11. Lakini vile vile tuna wachezaji experience kidogo ambao tumewachanganya ili kuleta experience zao kwa kuwafundisha vijana wetu wadogo. Lakini tuna foreign players ambao tunaamini kutokana na experience yao ya kimataifa na commitment yao walionayo wanaweza wakaambukiza kitu fulani kwenye timu yetu. Kwa mchanganyiko huu tunaamini unakwenda kutuletea matokeo makubwa sana katika msimu wa mwaka huu. Kwa hiyo kwa kweli tumefarijika kwamba hilo limetokea. Lakini vile vile kwa kuwa tumepata bahati ya kukutana leo na kuzungumza, niliona hatuna budi kuzungumza kidogo utofauti tulionao kati ya Fountain Gate na vilabu vingine. Na nafikiri ninyi mnaweza mkakubaliana na mimi kwamba katika Tanzania vilabu vilioko ligi kuu, vilabu 16, Fountain Gate ina uniqueness fulani tofauti kabisa na vilabu vingi vilivyopo kwenye ligi kuu ya Tanzania. Hii inatokana na dream au ndoto ambayo tulitengeneza Fountain Gate. Kwa sababu cha kwanza tuliona fursa, tuliona opportunity iliyopo kwenye talent development ikiwemo soka. Tunaamini kwamba soka au kipaji ni ajira kubwa sana. Lakini kwa bahati mbaya katika Tanzania tumekuwa na changamoto katika siku za nyuma kutoandaa vipaji tangu wakiwa katika umri mdogo. Na kama mnavyojua vijana wakiwa na umri mdogo wanakuwa shuleni. Wazazi na mtu yote anatamani mtoto wake akiwa mdogo aingie kwenye shuleni. Sasa shuleni huku ikawa kwa bahati mbaya hakuna utaratibu ambao umetengenezwa unamwezesha kijana kupata elimu lakini vile vile kuendelezwa katika kipaji chake. Sasa sisi tukaamua kuingia maalum katika kuziba hiyo ombwe. Kuwa na shule ambayo itatoa program za academics vizuri kabisa. Lakini vile vile vikawezesha vijana kuweza kupata kuendelezwa kwenye vipaji vyao. Hiyo ndio asili ya kuanzishwa kwa Fountain Gate. Ndio maana unaona tuna shule na tuna vijana wanatoka kwenye shule zetu wanaingia kwenye timu kubwa. Ingawaji sio kwa spidi kubwa sana, lakini with time naamini mtaona. Jana mmemuona Chuga ni kijana ambao tulimsupport akiwa na miaka 11. Tukampa scholarship ya kusoma shuleni kwetu, kamaliza form 4. Tumemwendeleza kwenye program kadhaa. Sasa hivi yuko kwenye senior team. Baada ya kusaidia timu ya taifa chini ya miaka 17, sasa hivi anacheza senior team. Nadhani anaweza kuwa kijana mdogo sana kucheza ligi kuu ya Tanzania katika mwaka huu. Naamini mtakwenda kumuona. Kwa hiyo ni yale matunda ambayo tumeyafikiria kwa miaka kadhaa sasa yanaanza kuonekana. Lakini vile vile tumeanza kuonyesha vijana ambao wanafanya vizuri darasani na vile vile wanafanya vizuri
kwenye vipaji vyao. Kuna binti anaitwa Esther Mabanza, sasa hivi yuko JKT. Zao letu, amesoma kwetu mpaka amaliza form 4, kapata division 1. Wakati akichezea timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo ya wanawake. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu tunavyojivunia. Tunaye kijana mwingine yuko Spain, Eric, amesoma kwenye shule yetu na kumaliza form 4 na kupata division 1, lakini vile vile ni mchezaji mzuri, sasa hivi yuko Spain kwenye special program. Kwa sisi tunaamini vijana wakiandaliwa vizuri wanatoa ajira kubwa, wanapata ajira kubwa kutokana kwenye talent zao. Na uwepo wa klabu yetu ya Fountain Gate Football Club, nia yetu ni hawa vijana tunaowakuza tuwaweze kuwa expose, alafu waweze kufika mbali zaidi. Mnaona mwaka huu tumekuja na slogan ya Gateway to Europe. Na hii imekuwa ndoto yetu ya miaka mingi. Ili vijana waweze kupata ajira kubwa nzuri, tunatamani waende Ulaya. Nia inaweza kuwa ni Ulaya level ya juu, lakini inawezekana wasifike Ulaya wakacheza kwenye klabu kubwa za Afrika na kadhalika na kadhalika. Maana yake nini? Tunawaandaa vijana wawe na thinking kubwa, wafikirie kwenda kwenye level za juu kucheza mpira. Wasifikirie mwisho wa mpira ni kucheza hapa Tanzania kwenye vilabu vya Tanzania. Ndio dream yetu tunayoitengeneza. Na ndio maana utaona karibu kila muda unaona kuna vijana kutoka Fountain Gate wanakwenda nje. Haitokei kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu sisi tumeitengeneza hiyo. Na hata wachezaji wetu tunawaambia, tunatamani hapa iwe daraja, upite uende mbali ukafanikiwe. That's our pride. Tunajivunia Selemani Mwalimu, ambaye pengine wengi wafahamu tulikuwa naye tangu championship, baadaye akaenda Zanzibar, aliporudi akajisajiliwa na Singida. Hakuwa na nafasi Singida, lakini kwa sababu tulikuwa tunamuona ni mtoto wetu tukamuomba aje kwa mkopo. Na sasa akaenda Wydad, amerudi sasa hivi yuko Simba kwa mkopo. Arafat naye alikuja kwa mkopo kutoka Azam, tunajua sasa hivi yuko Egypt. Kuna wengi ambao tunaamini watatoka katika msimu huu wa ligi vile vile. Kwa hiyo vile vile mashirikiano yetu na vilabu mbalimbali ni sehemu ya kutengeneza njia ya hawa vijana kuweza kutoka na kwenda nje. Kwa wengi wanaofahamu tumekuwa na ushirikiano na klabu ya Formgate ya Uturuki, lakini vile vile tumesaini makubaliano na timu ya Sekukune kutoka South Africa. Baadaye tukifanya mashirikiano ya JKU ya Zanzibar na CTFC ya Abuja. Yote hii ni katika kutafuta fursa kwa ajili ya vijana wetu kuweza kutoka na kupata mafanikio makubwa nje ya Tanzania. Na uniqueness nyingine ambayo Fountain Gate inayo, Isambuzi alipokuwa anaongea na Ahmed Ali kuna wakati fulani, alisema hii ni ukitoka Simba inafuata Fountain Gate kwa washabiki. Ahmed Ali akamwambia washabiki au wanafunzi? Lakini tuna zaidi ya wanafunzi 6,000 kwenye shule zetu, ambao hawa ni washabiki wanaotengenezwa kwenye mioyo yao. Tunaamini kwa sasa hivi Tanzania watu wengi wamegawanyika katika sehemu kubwa mbili. Hawa wakubwa wawili. Lakini hawa tunaowatengeneza sasa naamini watakuwa washabiki wa Fountain Gate kuanzia kwenye asili. Lakini kama kuna mtoto ambaye ni mshabiki kwenye klabu, familia yake naye watakuwa kwa sehemu kubwa na support hiyo klabu. Kwa hiyo tuna washabiki kupitia eneo hilo. Lakini tuna uniqueness ya location. Fountain Gate ni timu ambayo ikiwa Dar es Salaam iko nyumbani, ikiwa Morogoro iko nyumbani, ikiwa Dodoma iko nyumbani, ikiwa Mwanza iko nyumbani, ikiwa Manyara iko nyumbani. Timu chache sana ambazo unaweza kukuta zina uniqueness hiyo katika Tanzania. Kwa hiyo tunawashukuru sana washabiki wetu ambao vivyo wanaendelea kutusupport, hasa watu wa Manyara. Fountain Gate sasa ni pride ya watu wa Manyara na wamekuwa wakitusupport kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo nitaka niwape briefing kidogo kuhusu Fountain Gate na haya tunayoyafanya. Tunayo mengi ya kuyazungumza, yanahitaji kipindi kizima kuzungumzia programs za Fountain Gate. Lakini mbele yangu niko na CEO wa sports program. Kwenye structure yetu ya mpira ndani ya Fountain Gate tuna sports academy ambayo kazi yake ni kutengeneza vijana chini ya miaka 20 ambao wanaandaliwa. Tuna vijana kuanzia chini ya miaka 5. Wanaofuatia program zetu wanajua kuna kids soccer program
ambayo ni chini ya miaka 5, vijana wanaandaliwa mpaka miaka 20. Lakini tuna anafikiri anaweza kaeleza vizuri baadaye, kuna youth empowerment through soccer, vijana ambao ni dropout wa shule lakini wana kipaji cha mpira. Tumewaandalia program ya kuendeleza. Lakini kule Mwanza sasa tuna program maalum tunaiendesha shuleni ambayo tunaita football school. Wanafunzi ambao wana talent na wanatamani kujiendeleza kwenye soka. Tumededicate shule yetu ya Mwanza sasa ni maalum kwa ajili ya kuandaa hiyo jambo hilo. Na naamini tunataka tutoke na vijana ambao ni wasomi wanaoweza kucheza mpira na kufanya vizuri katika maisha yao. Kwa hiyo niko na Kelvin, ni CEO wa Sports Academy. Lakini tuko na Wendo, yeye ni team coordinator wa senior team Fountain Gate Football Club, hii ambayo mnaiona. Lakini vile tuko na Agustino, yeye ni team coordinator wa Fountain Gate Princess, timu yetu ambayo inashiriki ligi kuu ya wanawake. Na unapozungumza soka la wanawake Tanzania, utakapoacha kuitaja Fountain Gate, wewe utakuwa mchawi tu. Kwa sababu popote pale hakuna timu ambayo inaweza ikajivuna na wachezaji kwenye timu yake bila kutaja wachezaji kutoka Fountain Gate. Lakini moja ambalo nafikiri linasahaulika sana, timu pekee ya soka, mtanikumbusha kama nakosea, timu pekee ya soka Tanzania ambayo imewahi kushinda ubingwa wa Afrika ni Fountain Gate. Fountain Gate Secondary School ambao walikuwa mabingwa wa CAF ligi soka ya wanawake chini ya miaka 15. Hilo kama huwa tunalisahau hivi. Lakini hakuna klabu nyingine ambayo imewahi kuleta soka la Afrika kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo yuko chini ya programs ya GETS, Girls Empowerment through Soccer. Kwa sasa ni stop hapo kwa sababu nimesema ni mazungumzo, basi niwasikilize mahali ambapo nataka kuuliza maswali, na kwa sababu niko na timu ya viongozi wenzangu hapa, kuna maeneo mengine wanaweza